unaitambua. Kwa sababu unaitambua, hivyo itasababisha ikuijie nguvu zile, ikuijie hiyo nguvu ndani yako. Na ninakuombea kwa Bwana, Bwana achilie nguvu yake, uwezo wake, uwezo wa msalaba, uwezo wa msalaba uwe ndani yako, uwe ndani yako. Msalaba ni nguvu zetu, msalaba ni nguvu zetu, msalaba ni msaada wetu. Kwa wengine msalaba ni upuuzi, ujinga. Kwetu ni nguvu, kwetu ni msaada, kwetu ni kimbilio. Hakutuponya, hakutuokoa na mauti yote. Haleluya, 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 haleluya. Kwetu ni nguvu hiyo, pokea hiyo nguvu ya msalaba ikusaidie katika mapito yote katika maisha yetu. Nguvu ya chukua huzuni wako. Una huzuni kiasi gani? Hiyo nguvu ikusaidie katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Tunamshukuru Bwana kwa njia hiyo na kulitia jina la Bwana. Leo ni siku ya Ijumaa ambayo tuko mahali hapa na duniani kote wanamwadhimisha Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku kubwa sana kwa Wakristo katika basi kwa Wakristo. Moja ya siku kubwa katika kwa Wakristo au jambo kubwa kwa Wakristo ni Pasaka. Pasaka ni jambo kubwa sana kwa Waisraeli, jambo kubwa sana kwa kanisa. Kanisa ni Israeli ya rohoni. Kanisa ni taifa la Mungu la rohoni. Israeli ni taifa la Mungu la kimwili na kiroho. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo kama unafahamu jambo hili itakuwa na muhimu sana. Leo nataka tukazungumzie, tulikuwa tunazungumzia wiki iliyopita Jumatano. Tulikuwa tunazungumzia habari Jumatano na halisi yako jinsi ilivyo. Nataka tuendeleze hiyo sasa. Leo tutaangalia Alhamisi na Ijumaa. Alhamisi na Ijumaa kutoka Alhamisi kwenda Ijumaa. Kutoka Alhamisi kwenda Ijumaa. Kutoka Alhamisi kwenda Ijumaa ya Pasaka yako. Kutoka Alhamisi kwenda Ijumaa ya Pasaka yako. Ujumbe wetu ndio kitu hicho. Kutoka Alhamisi kwenda Ijumaa ya Pasaka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulizungumza kwamba Alhamisi, Jumatano na Alhamisi sio nzuri sana. Ni wakati kweli mgumu sana. Na Ijumaa ndio kabisa tatizo limeiva na limekomaa. Tatizo limekomaa kabisa. Na uko katika hali yenyewe ya uhalisia wa jambo ambalo tunashughulikia Jumatano na Alhamisi. Sasa Ijumaa ndio wenyewe. Jumamosi utakuwa unasikilizia unangojea muujiza wako. Jumapili siku ya tatu ni siku ya shangwe na vigelegele. Mateso yote, machungu yote, tabu zote zinakuwa zimemalizwa. Amemaliza yeye mwenyewe, ni kicheko. Haleluya. Yerusalemu pia pale hapafai sana. Yerusalemu palikuwa mateso. Lakini Uyahudi ilikuwa ni mahali pa kicheko na furaha. Maana alipokuwa amesulubishwa pale Yerusalemu, akavuka pale, akasema tuonane Uyahudi. Kuna Uyahudi walianza kuserebuka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nasema Uyahudi mahali pa kuserebuka kaanza kucheza. Amefufuka. Amefufuka. Haleluya. Anaonyesha mkono. Sema ndio mimi. Yanawezekana yote. Yasiwezekana. Kwa hiyo Uyahudi ni mahali pa raha, starehe na kumshangilia Bwana. Na kanisa liko Uyahudi sasa. Sema amen. Lakini Yerusalemu walikuwa kwa mijeredi. Sije Yerusalemu kwa mijeredi. Mama akisema kama siku yako ni Jumatano, Alhamisi yako wale walikuwa Jumatano tulipitia huko. Na nitaendeleza hiyo. Nitaendelea nao. Lakini Jumatano na Alhamisi na Ijumaa ni ngumu sana. Ni wakati mgumu sana. Wakati mgumu sana. Wakati wa Jumamosi umeisha hukumiwa tayari. Kesho hukumiwa. Lakini leo Ijumaa kuanzia jana na nini? Jana siku inaonyesha kwamba kuna baraka. Inaonyesha taa nyekundu. Jumatano na Alhamisi inaonyesha taa nyekundu. Kwa Ijumaa ndio tayari imetimia ile taa nyekundu, tukio linatokea. Imefanyika tayari. Sasa tunataka kukombozi tena
katika ile tatizo, na mwisho Jumapili kunatoka. Sura zetu ni Mathayo 26, 27, 28. Tunasoma pale. Tamani tungesoma zote, sasa muda wetu utoshi, lakini tuanze Alhamisi na Jumatano tuianze pale, alafu tuiendeleze kidogo na Ijumaa tuimalizie Ijumaa pale, itakuwa vizuri pale. Muda wetu nisaidie mmoja, saidie kuonyesha muda vizuri, tutumie muda, ndio natumia muda gani. Basi fungua Mathayo Mtakatifu 26, kuanzia mstari ule wa kwanza. Kuanzia mstari ule wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ikawa Yesu alipomaliza maneno haya. Tumia maiki, sisi tutumie maiki. Tumia maiki na kusoma kwa haraka. Akichoka mnapokea mwingine haraka pale. Soma kwa haraka. Na mzee wanahitaji kusoma kwa haraka. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na Mwana wa Adamu asulubiwe. Wakati ule wakuu na makuhani na wazee na watu wakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu jina lake Kayafa, wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Naye Yesu alipokuwa hapo Bethania katika nyumba ya Simeoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia, akamimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipomuona wakachukiwa, wakasema, ni wa nini upumbavu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu akatambua, akamwambia, mbona mnataabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nani, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagilia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hayo ili kuniweka tayari kwa mapumziko yangu. Amina, nawaambia. Tutatoshia hapa. Nasukuma tusisome yote, lakini Jumatano tulisoma yote pale. Tuokoe muda kwa sababu kuna maandiko mengi. Naomba tusome kutoka 12:7. Wakorintho wa kwanza 5:7. Kutoka 12:7. Nao wakatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile. Imetosha. Labda hebu soma mstari wa kwanza, ongezea hiyo 12 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akamwambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli
mkawaambie, siku ya 10 mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa sababu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba mstari wa 5 nasema, mwana kondoo wenu atakuwa hana hila, mume wa mwaka mmoja akamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Natosha. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Soma yote wamepata. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa kwanza 5:7. Amen. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Amen. Ujumbe nimeshasema. Basi niombe tuendelee. Baba, katika jina la Yesu, bariki neno lako la uzima na ukombozi. Yeyote anaposikia ujumbe huu, ukamponye, ukamuinua, ukamjenge. Tunakuhitaji Mungu kutuhudumia na kutugusa kwa upya kupitia mkono wako uliodari. Roho Mtakatifu, tembea katikati yetu, tuhudumie, tutie nguvu. Bwana wa majeshi, usamani wako upo katika kututolea wewe kwa sadaka. Tusaidie watoto wako na kutupigania sasa. Mungu, tukaponye. Ponye kanisa lako la mahali hapa. Ponye kanisa la Dar es Salaam. Ponye kanisa la Tanzania nzima. Ponye kanisa lako duniani kote. Uweze kuwa na nguvu kwa msalaba wako. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mathayo 26 pale ambayo tutaitumia sana, tunaona pale tayari Bwana Yesu anaanza pale kuelezea habari za Pasaka yake, na inaonekana kwamba anamkanda mzima na lamani nzima, anajua kila kitu kinachoendelea, kinachofanyika, anafahamu, anachukua hatua hizo zote. Juzi nilisema kwamba kuna majaribu, tukazungumzia majaribu. Hata leo tutazungumzia habari zama za majaribu zaidi, kwamba kuna wakati signal inakuonyesha kwamba kuna hatari, hali sio nzuri, inaonyesha alamu inapiga kelele kwamba hapa sio salama. Inabidi sasa, kama kuna alamu inapiga kelele, inabidi ujiandae, ukae, kujiweka salama kwa chochote kitakachotokea, ili siweze kuleta madhara. Ndicho kinachotokea kwa Bwana Yesu. Anaonyesha alamu katika ulimwengu wa roho, hali sio nzuri, kuna hatari. Kwa anajipanga, anaanza kujiweka sawa sawa. Alhamisi yako na nyumba yako ya Pasaka. Alhamisi yako na nyumba yako ya Pasaka ni wakati ule ambao unaona kuna hatari sio salama, kuna kuelekea huko. Alama, kuna dalili zinaonyesha kwamba kuna usalama, kuna hatari, kuna uharibifu, kuna janga linakujia, sio la kawaida, litakuaibisha, litakuua, litakuangamiza, litakupoteza, litakuaibisha, kukuingiza kwenye hasara. Ndipo Bwana wa Mungu unahitaji kujizatiti na kujiweka sawa sawa, ili kuweza kuepuka hayo. Alamu hiyo ni alamu ya Mungu ya kuonyesha ujiandae kuepuka, sio ujiandae kuangamia, bali ujiandae kupona, kuponyoka na kuepuka katika hilo tatizo, au kuweza kutimiza mapenzi ya Bwana. Sema amen. Yesu tutapita pote, tutapita ratiba zote alipopitia mote, nataka tupite mpaka anaenda msalabani, tupite kwa haraka. Yesu anaenda msalabani, ni mhanga aliye tayari kwenda kwenye uhanga. Haleluya. Haleluya. Ni mwathirika aliye tayari kwenda kuingia katika hali hiyo ya uasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ni mhanga tayari, ni mhanga au mwathirika aliye tayari kuingia kwenye jaribu.
aliye tayari kwenda kuingia kwenye hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunalazimu tu kwamba mambo mengine tunalazimu tu tuingie huko, hatuna jinsi, tunalazimu tu kuingia, na kuingia huko ndio mpango wa Mungu na ndiyo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa Yesu anafahamu kabisa hilo janga, anaingia na alikuwa anafahamu kabisa thamani yote, sasa atapita wapi anafahamu, lakini kwa sababu ya ukubwa na utisho wa ile tatizo ambalo kubwa kibinadamu na kimwili linatisha, anajaribu, tunaona kwamba huko mbele anajaribu kwamba Mungu ikiwezekana atumie njia nyingine kukamilisha mpango wake kuliko kutumia njia hii. Kama inawezekana atumie njia nyingine kukamilisha mpango wake. Wakati mwingine kama jambo limekuzidi na kubwa zito sana, tunaweza kutumia mpaka Bwana Yesu kwamba Bwana, ikiwezekana tumia njia nyingine ya kuweza kukamilisha mpango hii. Hii njia inatisha sana na iogopa, nisaidie, ikiwezekana niepushe nalo, tumia njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anataka kubadilishia jaribu, lakini kama inawezekana nakwambia kuna baki nalo hivyo hivyo, inakutosha. Hujapata kujua habari za Petro. Paulo aliomba kama ikiwezekana msalaba huu niepushe, kapiga mara 3 akaomba, akaenda huko pale pale, akaenda mara 2, mwiba huko pale pale, mara ya 3 mwiba huko pale pale, mwisho Mungu akasema tosha, mwiba tosha, msalaba tosha, hautakutoka, utabaki nao. Mapenzi ya Bwana yatimizwe. Kuna mambo mengine tutapitia kutimiza mapenzi ya Bwana, na kama ni mapenzi ya Bwana ni baraka tupu, ni ushindi mkubwa, ni utukufu wa Bwana, itakuwa ni baraka tupu. Sema amen. Yesu akaenda kupiga maombi makubwa, haikuwezekana kupiga mara 2, mara 3. Mtu akasema inatosha, kama Paulo alivyokuwa amesema pale, na yeye kabidi aingie ule mwiba, aingie kwenye ile jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nilichobaki ni kwamba kama Mungu ameruhusu ile jaribu, hatuna ujanja wapendwa, ni kumwambia tu Baba, nitie nguvu, ingia kwenye maombi, kujipanga kulikabili hilo jaribu, na ukiingia kulikabili hilo jaribu, Bwana atakupa nguvu na utashinda na utasonga mbele, alafu Mungu atapewa utukufu. Sema amen. Na kuombea kwa Bwana juu ya jaribu lako hilo ambalo lazima upitie. Ombe Bwana leo akupe nguvu na ukashinde katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ukampe Bwana utukufu na usimwaibishe Bwana. Wala usikimbie, usikwepe. Simama, nenda kwenye msalaba wako, na Bwana anaenda kuonekana kwenye msalaba. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Natamani nifundishe, lakini naona na ubidi. Ngoja tuende nalo hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua Pasaka tunasherehekea hii. Tunasherehekea jinsi ya kuweza. Tuko hapa kwenye sherehe kusherehekea hapa. Ni kumbukumbu kutoka 12 tumesoma pale. Kuna vitu tumesoma pale. Kuna Pasaka nyingi kama 4 zilizozipa. Pasaka kama 4. Kuchinjwa kwake Bwana Yesu kabla ya kuweka msingi ya dunia, ilitolewa Pasaka kabla dunia ilikuwepo. Kaja Mungu katika Mwanzo 3 akamchinja mnyama, akamtoa dhabihu pale. Lekaja tena kutoka hapo akamtoa dhabihu tena mwana-kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka wetu kwa Korinto tumesoma hapa, anatolewa Pasaka wetu tena hapa ambao ni Yesu hapa. Kwa Pasaka ndogo za kina Isaka na mwana-kondoo yule mwingine aliyebinaswa katika magogo. Yule naye Isaka, yule kondoo naye alisulubishwa pale badala ya Isaka. Ndio huyo Yesu alikuwa anasulubishwa badala yako, badala ya Isaka kawa anasulubishwa mwana-kondoo. Na sisi badala ya sisi kusulubishwa, anasulubishwa yule mwana-kondoo, amenaswa kwenye miti. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Pasaka ilikuwa ni Mungu kusimama mahali pa kusimama wewe, kusimama mahali pa kusimama wewe, akasimama yeye. Mahali pa kushughulika wewe, akashughulika yeye. Ndivyo alivyofanya kwa wana wa Israeli. Mahali pa kushughulika akamtoa mwana-kondoo. Na alipotoa mwana-kondoo, na yule mwana-kondoo alikuwa na kazi, ile damu ikamwaika ile damu. Na ile damu ilikuwa na kazi mbalimbali mahali pale. Kazi ya ile damu ya mwana-kondoo, moja wapo ilikuwa ni kwamba kuzuia pigo la Mungu. Kuzuia pigo la Mungu. Na ya pili ilikuwa kuwatoa kwenye utumwa wa Misri na Farao. Na ya tatu kuweza tena kuweka kuwatoa pale. Moja tumesema ilikuwa ni kwamba kuzuia moja kujitoa yeye mahali petu sisi, akajitoa yeye akasimama mwana-kondoo badala ya wana wa Israeli pale. Lakini ya pili ilikuwa kuzuia pigo na mauti na hasira ya Mungu uweze kuzuilika juu yao pale. Na ya tatu kuwatoa wana wa Israeli utumwani na kuwapeleka mahali kuwatoa utumwani, kuwapeleka paradiso, kuwapeleka Kanaani. Haleluya. Namba 4 nini? Namba 4 kuleta hukumu kwa wote wale ambao hawakuitambua damu ya mwana-kondoo. Ndio maana mzaliwa wa kwanza akauawa, ikawa hukumu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja, punga mkono namna hii. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo hivyo anapokuja kwenda kutolewa kama mwana-kondoo, ana kazi hiyo ya kuweza kuzuia mapigo yote ya shetani na uharibifu. Unapoipokea damu, unapokea ulinzi wa Mungu. Akiona damu, kuna ulinzi wa Bwana. Vile vile damu ya Yesu inakuja kukutoa katika utumwa wa dhambi na shetani na kupeleka kuwa mfalme wa Mungu na mtoto wa Mungu, na anakupeleka katika ufalme wa Mungu. Unakuwa moja wapo wa taifa la Mungu na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo damu ya Yesu inakutoa kama ilivyotoa wana wa Israeli kule Misri, ndivyo na inakutoa kule kwenye dhambi na giza. Tungelikuwa wapi kama sio damu ya Yesu? Tusingesamehewa dhambi zetu. Tulikuwa na laana, tulihukumiwa kuangamia Misri, kuona Farao, kuteswa mateso yote. Lakini Yesu ndiye damu ya mwana-kondoo ilipokuja, iliwatoa na mateso ya Farao na shida zote. Na leo damu ya Yesu inakutoa na mapigo ya mapepo na laana na shetani na mateso ya giza na mauti yote. Tunachomolewa, tunatolewa, tunakubatwa na Yesu, tunatembea naye kuelekea Kanaani. Tunaelekea Kanaani pamoja naye na tutafika ufalme wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Lakini damu ya Yesu itafanya kazi ya kuhukumu wote ambao hawakuiamini damu ya Yesu, waliikana. Itafika siku ya mwisho, watahukumiwa kwa kuikana damu ya Yesu. Wote wasioikubali damu ya Yesu watahukumiwa kama vile wana wa Israeli wa Misri waliopigwa pigo lile la kutokuikubali damu ya mwana-kondoo, wakahukumu katika pigo la mauti ya mzaliwa wa kwanza. Huku inatokea kwamba wote wale ambao hawakuiamini damu ya Yesu watahukumiwa kwa kutoiamini damu ya Yesu, na watapiga hiyo pigo la kimwili hapa, lakini jehanamu itakuwa inawahusu. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio kazi kubwa. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Ukiondoa Pasaka, sijui dini hii ingekuwaje? Hii dini ingekuwa ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Dini ingekuwa ngumu sana.
magumu sana. Kwa hiyo tunaona hayo ndio mambo ya Pasaka. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu sasa alikuja kufungua pazia hilo jipya na kuendeleza mambo haya ambayo yote ambayo alikuwa ameweza kuyasema pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo haya mambo yote yanaendelea, yalikuwa yako wazi, yanajulikana, kila kitu ilikuwa nafahamika. Na Yesu alifahamu kwamba anachofanya alikuwa anachofanya alikuwa anakijua. Kujua mtu kama anajua kile anachokifanya, anakuwa amejiandaa na kutembea kwa uangalifu sana kuliko kujua. Sikutana na majaribu kama ya Ayubu, ajui kinachotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Sijui unaambiwa jaribu lilivyo na gharama zake. Ngoja twende taratibu hapo. Unaambiwa tatizo na gharama zake na mahesabu na malipo yake na kujitoa. Uko tayari kuingia katika hilo? Anauliza uko tayari? Yaani unaonyesha picha zote, unaonyeshwa mijeredi, unapigwa, unatemewa mate, unapigwa, unakwenda, unasulubiwa, unachukua msumari, unabebwa msalaba, unapigwa, unapokewa, unakuzalau, wanafunzi, ndugu zako wapendwa na kuacha, unakuwa wakati mgumu ya kutisha. Alafu naambia sasa hiyo kazi uko tayari kwenda kuifanya? Mwanaume akasema niko tayari. Haleluya. Haleluya, pigie Bwana makofi. Ufunuo 5 walipokuwa kile kitabu kilifungwa, hakuna yoyote mwanadamu wa mbinguni wa duniani alikuwa tayari kufungua kile kitabu. Watu waliokuwa wanatetemeka na pakawa kimya kabisa, ikawa kimya na giza na kutisha mahali pale, kwa sababu ilikuwa inatisha ile jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapenda kwa majaribu yanatisha. Kwa nini inatisha? Wote walipoambiwa hii gharama ndio hii. Gharama ndio hii, unatakiwa uweze kuwa nayo. Uweze kuwa kutoka kwa ajili ya hiyo. Watu wote watu walikuwa wako tayari. Akiona tu anakimbia. Akiona kimbia. Yohana kaona kuna mtu wote, sasa dunia imekwisha, imeshindikana. Jaribu limeshindikana. Nabii ukatoka. Kasema Yohana usilie, yupo simba kabla ya Yuda, anaonekana kama mwana kondoo aliyechinjwa, ana uwezo wa kufungua hicho kitabu. Dunia ikatikisika, sema amen. Dunia ikatikisika, mimi nikatikisika, kila kwa ikatikisika, viumbe vyote vikamwabudia yeye, maana yuko tayari. Huyu ndiye Yesu aliyeenda msalabani. Haleluya. Haleluya. Ndio Yesu alichokwenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Niulize swali. Niulize swali. Unaweza ukaenda jaribu umeliona ya kwamba unaenda kufa, na mpango wa Mungu, jaribu linatisha, au umepewa nabii kwamba litokea hili, usiende huko. Lakini pengine Bwana anataka uende. Je, utakuwa tayari kwenda? Utakuwa tayari kwenda kule kwenye kutisha na kuogopesha? Utakuwa tayari kuingia kwenye jaribu hilo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nasema naweza kuwa tayari kuingia kwenye jaribu hilo. Ungapi watakuwa tayari kwenye jaribu hilo la kutisha? Kama vile kwenye kitabu cha Ufunuo 5 hakuna hata mmoja. Lakini yupo Yesu. Yeye anapenda kwa ajili hiyo. Haleluya. Soma Ufunuo pale inaonyesha kwa sababu inatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kuna majaribu mengine. Hebu somea Mathayo, tutulie kidogo, tutulie kidogo kwa taratibu kidogo. Tuwekane sawa vitu vya msingi kama wana Mungu kutia nguvu. Mathayo 26:6. Matendo
Matendo 21:4. Fungulia haraka haraka. Haraka haraka. 26, Mathayo 26:6. Nisome. Na Yesu alipokuwa hapo Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marihamu ya samani kubwa alimkaribia akamiminia kichwani pake. Alipoketi chakulani, wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema, ni nani? Ni wa nini upotevu huu? Maana marihamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nami, lakini mimi hamniamini siku zote. Maana yule mwanamke alikuwa anatabiri kifo chake kileleweshwa pale. Na sehemu nyingine Yesu kasema alikumpasa mwana wa Adamu kusulubiwa. Nisomee Matendo 10:21. Matendo 21:4. Nisomee alipata. Matendo 21:4. Soma. Asante. Kisha kuwaona wanafunzi tukakaa huko siku 7. Nao wakamwambia Paulo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu asipande kwenda Yerusalemu. Mstari wa 5. Hata tulipotimiza siku zile tukaondoka tukaenda zetu na watu. Soma mstari wa 11 hadi 15. 15. Mungu anasema, alipotufikia akautoa mshipi wa Paulo akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu akasema hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Na basi tuliposikia hayo, sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Mtosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumzia habari za jaribu kuonyesha kwamba liko mbele yako tayari. Na unaambiwa litatokea. Liko mbele yako litatokea jaribu. Unaona Yesu anapambana nalo angalia jinsi ya kushughulika na matatizo yake. Jaribu liko mbele na wanamuonyesha kwamba kuna na kweli utaenda kufungwa mateso na vitu vingi. Yesu hivi anaona msalaba uko mbele. Paulo naye anaona hivyo vitu. Ndio maana kakuuliza ungekuwa wewe ungefanyaje? Haleluya. Amen. Unachukua mkanda wako huo, unafungua roho Bwana anatabiri, unajifunga miguuni, hivyo atakapokwenda kufanywa hivyo. Na mwanaume anasema niacheni mimi. Kwanza Bwana uwezo wa Mungu akasema siende huko. Ndio kiendelea bali kuna tena pale kule akaanza kuomba kwamba akawaambia mtaniona tena. Niliondoka wakalia wakaomba wakapiga magoti wakaomba sana. Mwisho akamaliza akasema mapenzi ya Bwana yatimie. Penzi yetu yavunjike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafika mahali hapo jaribu nimefika hilo, unabakia kusema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Penzi yetu yaweze kuvunjika. Umeonyesha kabisa hilo, lakini mwanaume anasema moja ni roho sio ya kawaida, lazima uwe na roho wa Mungu kweli kweli. Mbaya na kuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watoto na binti ambao hujaolewa sasa hivi. Majaribu yatakukuta mbele. Maisha yako
Mnachukuliaje? Najipangaje? Kwa kuna wakati huu ndio wakati mzuri kabisa kuweza kushughulika na matatizo yako kabla hata uweze kuyafikia. Ujue kule na kuelekea kuna kitu gani ambacho kinakwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine mkutane kama Yesu tata kulia na kuzimia. Hapo sema tu na Roho Bwana amesema, Roho Bwana mwenyewe amesema. Siendi kwa Yerusalemu. Yerusalemu ni siendi. Siendi kwa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungekuwa wewe kama Paulo, ungeendelea ungekuwa kuendelea kweli. Unaenda kufunga kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ndio kukimbia. Na tunaogopa majaribu sasa, tunaogopa kweli majaribu. Ungekuwa tayari kwenda kama vile Paulo, lakini hapa tunapata jibu tu kwamba Paulo alijua kwamba mambo lazima pitie na akabili kwa mapenzi ya Mungu. Na wakati mwingine ndio maana kule mimba haukutoka, kwa sababu ni kwamba haya mambo ndio mimba yenyewe ambayo atakuwa anapambana nayo, japo kuna tafasiri nyingi habari za hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tutembee katika habari za msalaba, habari za Yesu kwenda msalabani. Hivi ndio nakutembeza kwenye msalaba. Tunaenda katika msalaba, tunaelekea Golgotha. Nataka mpaka tukafike pale pa kusulubishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 26:14 pale. Nisomee. 16:14. Tunaingia Yuda anaamua kumsaliti Yesu. Hatua ya kwanza hiyo tunaanza baada ya kutoka pale leo. Yuda anaamua kumsaliti Bwana Yesu. Nisomee pale. Mathayo 26:14 tafadhali. 26:14. Nisomee pale. 26:14 Mathayo. Wakati huo mmoja wa wale senashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani, akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafsi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo? Inatosha. Tunaingia hapa wakati mambo yameishaanza kukolea na ameandaa mambo ya Pasaka, anajua taratibu zote. Sasa Yuda anaamua kujitokeza kumsaliti Yesu. Wanasema kwamba mtu mbaya sana kuliko wote duniani ni Yuda. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Sijui ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna watu waliofanya mabaya zaidi ya Yuda. Lakini Yuda alisema ndio msaliti mkuu duniani kuliko wasaliti wengine wote uliowaona duniani. Yuda aliaminiwa na Bwana Yesu. Mpaka mtu anapewa kwa mtunza hazina. Sio mchezo. Anapewa kwa mtunza hazina. Na ina maana mtunza hazina tunaonana kila wakati kwa sababu mahitaji yanatakiwa kila wakati. Bwana mkate bila hazina ndio tunani. Kwa alikuwa anaongea mara kwa mara. Ina maana ni mtu wa karibu ambaye anaaminiwa. Pia kwenye mahesabu alikuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini huyo ilishangaza dunia kwamba ndio huyo anamsaliti Yesu. Ndio dunia ilishangaa. Yule mtu wa karibu amemsaliti Yesu, amemsaliti rafiki na ndugu yake mpendwa mwenzake amemsaliti. Ndipo inakuja ubaya wa hatari, ubaya wake kwamba ndio msaliti mkubwa kuliko wote duniani.
kushangaza ambalo haikutarajia, hadi kitu ambacho hakikutarajiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua kwa nini Yuda alimsaliti? Kwa nini alisaliti Bwana Yesu na akachukua hatua hizi? Mwaje kujiuliza kwa nini? Au kwa nini watu wa karibu sana ndio watu rahisi kuweza kuangamiza? Mara nyingi watu wa karibu sana, rafiki wa karibu, ndugu wa karibu, ndio wanasema Usama aliuawa na mjomba wake bila miaka. Nisa bila miaka. Mtu wa karibu, mtu ambaye hakujui kabisa wezi, mtu ambaye wa karibu sana ndio ambaye anaweza kukuzuru na kukuangamiza. Unajua kwa nini inatokea hivi? Shetani ni rahisi kumwingia sana, anamuingia sana mtu wa karibu wako ili aweze kukupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anatumia sana mtu wa karibu wako. Angalia sana mtu wa karibu wako, hata ndugu wa karibu wako, hata rafiki wa karibu wako, ndio shetani anaweza kutumia kuweza kukuzuru, mpaka mke, mpaka mume. Unapata habari za Ayubu, mke ndio anataka kutumiwa na Ibilisi. Unapata habari za Adamu na Eva, mwanamke ndio anatumiwa. Kwa hiyo shetani ni rahisi sana kutumia mtu wa karibu, na anajua ndio atakupata. Hawezi kupata kwa mtu mwingine yoyote. Kwa mtu wa karibu ndio rahisi kufanya nini? Kuweza kukupata. Kwa hiyo jihadhari na mtu wa karibu sana juu ya maisha yake na mwenendo wake. Kama mtu yule wa karibu sana, rafiki wa karibu au ndugu wa karibu, hana roho wa Mungu na hofu ya Mungu, shetani anaweza kumwingia kwa ajili ya tamaa ya fedha au cheo au chochote, na akaweza kukuzuru na kukusaliti. Bwana tusaidie sana. Hilo ni zito na gumu kidogo, lakini ndicho kinachotokea mahali hapa. Lakini mtu wa karibu kama amejaa roho na anampenda Bwana na kulicha jina la Bwana, ni msaada wako kukuokoa na matatizo na mauti na hatari, kwa sababu amejaa roho. Atakuonyesha hata kama kuna tatizo na shida, atakuwa mwokozi wako wa kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwona Petro alikuwa amejaa roho. Wakati amejaa roho akaingia kazini kwenda kumpigia Bwana Yesu, akajitoa kupambana na kupigana na wale wanaoweza kumchukua Bwana Yesu. Akaingia akafyeka sikio. Na kutakia kwa Bwana kuinulie ndugu na marafiki ambao watakuwa warohoni, ambao watainua kiroho chako, watakutetea, watakupigania, watakupasaidia uweze kuepuka madhara na hatari, na kuepusha marafiki ambao wataweza kusaliti na kuangamiza, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Petro akachukua upanga kupigania. Yesu akasema, Bwana, si lazima nipiganie na wanadamu, si lazima nipiganie na wanadamu. Mungu anaweza kunipigania mwenyewe, ninaweza kuita majeshi kanipigania. Kama hujanipigania, tukurudisha upanga hapo, utazuia mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa hiyo ikatokea hivyo na ikawa chini. Kwa hiyo jazani mtu ambaye ana tamaa, ana wivu, hayuko kiroho, kama rafiki yako anaweza kukuuza wakati wote. Hujapata wakina Yusuf. Mwanzo 4:4. Mwanzo 4:4. Hatusoma pale, tunaenda kule kusoma pale. Na ndio tunakimbia kidogo. Nani ndugu yake? Kanini anamuua ndugu yake Abel? Kwa nini? Kwa nini anamuua? Kwa nini anamuua Abel? Unajua kwa nini anamuua? Kwa sababu gani? Kwa wivu. Kuna mtu ambaye anataka kulikimwili ni hatari sana. Anaweza katekwa na jambo lolote. Ni hatari sana. Mtu anaweza kukwenda kwa waganga na kumtoa kafara. Unless kumtoa
kumtoa baba yake, kumtoa kafara. Kama yuko tayari kumtoa mdogo wake, kumtoa kafara kwa ajili ya wivu. Hao watu hatari sana. Jazani na watu wenye wivu, na kaangalie ndugu zake Yusufu, wanataka kumuua Yusufu. Wanamtupa kwenye shimo. Wanataka kumuua, mwangamizi kabisa. Libarikiwe jina la Bwana. Lakini kama uko kwenye mpango wa Bwana na katika mkono wa Bwana, mpango wa Bwana utatimia. Bwana atakulinda tu, atakulinda na mpango mbaya hata wa Yuda. Maadamu tu mpango wa mapenzi ya Bwana utimie, mapenzi ya Bwana utimie, mapenzi ya kimwili yavunjike, mpango wa Bwana utimie kwa Yusufu kote, mapenzi ya Bwana utimie, mapenzi ya Bwana utimie, mpango wa kaka zake uvunjike katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo inatokea hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hivi Yuda, kitu gani kinasababisha kumsaliti Yesu? Kitu gani kinasababisha Yuda kumsaliti Yesu? Hivi ni kitu gani? Nani anataka niambie kitu gani? Kwa haraka kwa mara moja, tamka tu mambo hapo ukikaa. Ilikuwa ni kusudi la Mungu ili aweze lengo letu. Sawa, kusudi la Mungu lazima litimie, lakini sio Yuda ndio asababishe. Sio Yuda ndio asababishe, kwani lazima usababishe wewe kumletea mtu majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwingine tamaa ya pesa, mpigie makofi. Lakini naweza kusema tamaa ya pesa pia, lakini inaonekana ni tamaa ya fedha. Mtu yuko tayari kuua kwa ajili ya pesa, na kwambia urafiki kwa ajili ya pesa, ndugu unakuja kwa ajili ya pesa. Na watu wanapenda pesa bwana. Lingine hakuwa na Roho Mtakatifu. Hakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kumsaidia. Alikuwa na Roho Mtakatifu kuweza kumsaidia pia, lakini sio sababu. Mbona kuna watu wa Roho Mtakatifu hawakumstahimili? Inaweza kawa pia nguvu ya kupungukiwa Roho Mtakatifu kuweza kumsaidia, lakini Yesu alikuwa pale pale na waonya kila wakati. Kumbuka alikuwa amewaonya na mapepo yanaweza kukuingia ukavamiwa na ukamsaliti Yesu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Swali, je, uko tayari kumuuza Yesu kwa vipande 30 kama 30 tu? Uko tayari kumuuza Yesu kwa ajili ya pesa? Uko tayari kumuuza Yesu kwa ajili ya pesa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unasema hapana tu kwa maneno. Kingia kwenye matendo, inawezekana umeshamuuza Yesu. Unaweza kumuuza Yesu kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Inawezekana kumuuza Yesu kwa matendo yako. Na wakati unakwenda kutenda dhambi, fanya kwa sababu piga ujaribu. Yesu akamwonya akasema, huyu mmoja mnaotoweza naye kutoka atanisaliti. Anafanya juu chini ya kuokoa Mungu. Ili jiepushe jamani na kula komo. Jazali Bwana, kuna mkati yetu tuweza pamoja naye. Wanatoweza na kula weka Mungu. Kati yetu. Mimi Bwana. Ungesema Yesu akasema, unasema wewe. Wote usema hapo sasa, hii jambo inawezekana sisi kwetu, ni jambo linaweza kwetu. Hapo akachukia. Wapendwa wakachukia. Sema itakuwa hivyo. Sema itakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema kwa hiyo alimuonya, lakini yeye hakusikia. Na baadaye katika huyo Yuda akawa anampeleka Yesu, lakini akasema ole wake atakayemsaliti mwana wa Adamu. Heri asingezalia. Wewe unayemsaliti Yesu asubuhi ya leo, unamchukua Yesu kwa maisha yako ulionayo. Wewe ndio unampeleka msalabani leo ndio unamsababisha pelekwe pale Golgotha.
Wewe ndio unasababisha Yesu akapigwa na misumari. Wewe ndio unasababisha Yesu achoma mikuki. Wewe ndio unakuwa kumuuza Yesu, aidha kwa fedha au kwa tabia zako. Leo Yesu anakuonya, heri ungeacha, maana ni hatari kumsulubisha Yesu. Yesu anaenda pale Golgotha jioni, chano wenda kusulubishwa. Ni wewe unampeleka kwa maisha yako. Sio lazima tu Yuda kununua vile vitu, lakini ile tabia ile unamkana Yesu kwa maisha yako. Hiyo ni kumpeleka Yesu pale msalabani. Maisha yetu ndio yanampeleka Yesu msalabani. Njia zetu mbali yanapeleka Yesu msalabani. Kutokutembea katika njia za Mungu ndivyo unampeleka msalabani Yesu. Huna huruma mpendwa. Umhurumie Yesu. Anaumizwa Yesu kwa ajili yako. Anajeruhiwa kwa ajili yako. Anaumia kwa ajili yako. Maisha yako unayoishi haya ni ya kumsaliti Yesu na kumjeruhi Yesu. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Haleluya. Kwa jambo la kutisha na kusikitisha, kwa ujasiri kabisa, amekataza akaendelea, akawapa na ishara akambusu ndio ndomo kama tena, akawaita akaweka kule, bado akaendelea. Wewe nilitimia jambo hili. Kuna mambo yatakayotimia lakini hayakutakiwa timiza wewe. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapata usipojali msalaba huu, gopa msalaba huu, pendwa. Mhurumie Yesu. Mbona unamtesa Yesu? Mhurumie Yesu. Tumhurumie Yesu. Nataki kwenda mara kwa mara pale msalabani. Imetosha mara moja kwenda pale. Sirudie tena kumpeleka msalabani. Haleluya. Amen. Hebu twende hatua nyingine pale. Hatua nyingine bado kutoka hapo. Akaendelea kuwaonya wanafunzi wake. Akamwambia nyinyi mtanikana. Akamwambia nyinyi mtanikana. Mathayo 26:31-35. Akamwambia mtanikana. Nisomee kidogo pale. Wewe tulie kidogo, subiri ndio kwa taratibu. Twende pale. Msifunike pale Mathayo 26, msifunike kwa sababu tunatembea nayo hiyo yote. Mathayo 26 mstari wa 31. Mathayo 26:31 inasema, ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, mtampiga mchungaji na kondoo wa kundi na kondoo wa kundi mtamlia. Natosha. Basi natosha. Nieleweke. Anawaonya wanafunzi wake, mtanikana, mtakunani. Akasema jumla neno la kinabii la ufunuo kwa wote. Akasema mtanikana. Wanafunzi walikuja mbongo. Sio inawezekana bwana. Sio tukana hata kufa tu. Wakakataa. Akasema mtanikana. Petro kimbelembele. Mimi siwezi, hata mimi kufa, mimi nitakufa, niende kufa. Yesu akawaacha wengine, sabini waache wengine na baki na wewe. Sasa wewe mwenyewe kile tuone kimbelembele. Wewe ndio utanikana mara tatu na jogoo atawika mara tatu. Alafu utanikana. Hata hakuna. Bado anaendelea kuishi. Yaani Yesu anasema bado wewe unaishi. Yesu anasema bado wewe unaishi, unakataa. Wewe bwana mbele yako tunataka unakataa. Anasema sasa nabii namwelekea wewe mwenyewe. Ngoja niwaache wengine. Itakuwa kwako kutoka kumgeukia yeye. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Hivi nikuulize swali. Hivi ukiambiwa kwamba litatokea jambo, Paulo aliambia huyu mshipi huu utafungwa. Hakukataa. Sema tabia nani? Hao jamaa wanakataa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nikuulize swali, hivi inatokea kwamba wewe una tatizo mbele, unajaribiwa, utakutana na tatizo hili na hili, ikiwa wewe na linaonekana la ajabu na la kutisha, au haliwezekani wala hivi, utafanyaje? Utakataa, utakubali? Ulikuwa wewe Petro pale au wanafunzi, ungesemaje? Ukubali, umekataa? Bwana Yesu asifiwe. Niangalie mimi huko jamani, acha nipite. Niangalie huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingekuwa ungesemaje? Ungekubali, umekataa? Ungekataa? Ungekubali, umekataa? Changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona hapa kuna mkosoa kidogo wao wanafunzi. Siruhusi kumkosoa Yesu, lakini wanafunzi wale wanakosoa kidogo. Utakataje Yesu anachosema? Wewe unasema kutatokea huko nini? Unakataje? Sikubaliane tu naye. Bwana msaidie sana. Kikubwa ningesema kwamba Bwana kweli itatokea takukana. Naomba nisaidie nisikukane. Na itakiwa tu hivyo. Mwambie kama itatokea kwa Mungu nisaidie nisiweze kuja kukukana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mambo hayo yakawa yako hivyo. Kikubwa hapo kubali kushindwa unapo kupeleka kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali usikatae kushindwa kunako kupelekea kwenda kushindwa. Sio kama naeleweka. Kubali kushindwa mpaka kule kushindwa kwako kutupa msaada kwako ukashinde yaliyo mbele yako. Kuliko ukakataa kwamba sitashindwa alafu unatengeneza kwenda kushinda mbele yako. Kwa hiyo hapo itakiwa kwamba kubaliane kushindwa kwao ili kubadilishwe kwenda kuwa ushindi kwao. Kwa watu wa Mungu tunataka Bwana kule kubaliana kushindwa kwako ndani ya Bwana Yesu na kuomba msaada kutabadilishwa kushindwa kwako kwenda ushindi wako. Sema amen. Sema amen. Ndio tunataka kitu kama hicho. Ndicho tunataka kitu kama hicho kuweza kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nataka tembea mara moja hapo mstari ule wa 36 tunakwenda mstari ya Getsemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisomee pale. Nisomee pale. Hapa pale tusome kidogo. Amen. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho ni radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, macho yao yalikuwa yakazima, yalikuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Kisha akawaachia wanafunzi wake, akawaambia, laleni sasa mpumzike. Tazama, saa imekaribia, Mwana wa Adamu anatoka katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni twende Zeituni, tazama yule anayemsaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema,
tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja pamoja naye pamoja na nguvu kubwa wenye panga na marungu kutoka kwa wakuu wa makuhani na wazee na watu. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Getsemani ni mahali gani? Getsemani ni mahali gani? Getsemani ni mahali pa kujiimarisha kwa ajili ya jaribu la kutisha iliyo mbele yako. Yesu alipopata jaribu ile na ramani nzima ya majaribu yaliyo mbele yake ya kutisha, uharibifu wa kutisha, mauti zote, shida zote za dunia zote, na dhambi zote, na mateso yote, na uharibifu wote, takataka zote za dunia, kila takataka ziko pale. Alibidi aende Getsemani. Getsemani ni mahali ambapo ni mahali, ni siku zako ambazo unajiandaa kwa ajili ya jaribu uliloliona mbele yako. Tunaambia kwamba unapokuwa na tatizo na shida, Bwana atasema na wewe, ataonyesha adhabu, kuonyesha kuna tatizo la kukuangamiza na kuaibisha, kuna tatizo la uharibifu linakuja. Biblia inasema roho yangu inaugua, ina huzuni nyingi. Kaeni hapa ili tuweze kukamali hapa, kaeni hapa ili nipate kuomba na sio huzuni nyingi na kubwa, na anaona jaribu la kutisha na kuogopesha. Kwa anapenda Getsemani. Getsemani ni mahali pa kuweza kwenda kujiimarisha, kupata nguvu za kutimiza mapenzi ya Mungu na kuvunja mapenzi ya binadamu na kumwacha Mungu aishi na mapenzi ya Mungu atembee kwenye maisha yako. Getsemani ni mahali pa kupigana vita zote ulizonazo na kuchukua ushindi wako. Ushindi wako utachukuliwa pale Getsemani, hautachukuliwa sehemu nyingine zozote. Getsemani ni mahali pa maombi makali ya kawaida. Getsemani ni mahali pa kuondoa mateso yote. Getsemani ni mahali pa kuvaa uwezo wa kustahimili chochote ili usimkane Yesu, usimwache Yesu. Getsemani ni mahali pa kutengenezwa. Getsemani ni mahali pa kufinyangwa. Getsemani ni mahali pa kulishinda jaribu kabla halijakupata, kushinda vita kabla hujapigana. Na unapotoka Getsemani unakwenda ni mshindi tayari, unatokea na ushindi na mafanikio. Ukitoka Getsemani unaondoka na baraka na uzima wako. Getsemani ni mahali pa kupigana. Getsemani ni mahali ambapo unashughulika mambo yote, unashughulika shida zote. Ndio mahali pa kushindwa kwako, mahali pa kuinua Yesu. Sema amen, sema amen, sema amen. Punga mkono namna hii. Haleluya, haleluya. Getsemani hapo unapozungumza, wakati tatizo limetokea na shida imetokea, unachukua mahali, unakwenda mahali kwanza kupambana na tatizo kabla tatizo halijatokea, kabla tatizo halijafanya madhara, kabla mauti haijatokea, kabla aibu haijatokea, kabla hatari haijatokea, kabla ya kushinda kujatokea, ili upate kushinda, ili upate kuchomoka, ili upate kusonga mbele. Hapo ndipo panaitwa Getsemani. Getsemani ni mahali ambapo Yesu alikuwa anashughulikia matatizo yake yote. Ni mahali ambapo aliweka pa kuombea maombi yake. Kama kuna shida kubwa ya kutisha, walikwenda mahali pale, shida zote walishughulikia pale, waliharibia pale, mipango ya shetani haribiwa pale, na kuombea kwa Bwana. Getsemani yako ikaharibu kazi zote za giza. Mambo yote ndio mbele yako, madeni yote makubwa ya kutisha yako mbele yako, yaharibiwe kwenye Getsemani yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni mahali ambapo wakati unaona tatizo limeingia, unaingia kwenye maombi, unaingia kwenye maombi, yaani tatizo kubwa la kutisha, sababu sipoomba unaenda kuangamia. Unaingia mahali wakati jaribu limetokea, ambayo unajiona tatizo halijatokea, litatokea, litakupata. Mungu amekuonyesha kwamba litakupata, kuna majanga yatakupata. Unaingia Getsemani, unaingia kwenye kuomba, unaanza kupiga maombi, maombi ya kufa na kupona, maombi ya kujitoa mpanga, maombi ya kuomba mpaka damu inatoka. Luka 22:44, Yesu akaomba mpaka damu inatoka. Maana napambana wakati wa Getsemani, ni wakati wa kuonana Bwana bila
nibarikiwe, mpaka niponwe, mpaka nitoke, mpaka shetani ashindwe, mpaka nibarikiwe, mpaka niinue, mpaka nichukue chote. Naomba bila kupona mpaka jibu langu litokee. Najitoa mwanga. Ni mahali pa kufunga na kuomba, ni mahali sio pazuri sana, ni mahali pa mateso, ni mahali pa kukonda, ni mahali pa kuchakaa. Huwezi kula wala kunywa, una mzigo mkubwa ambao uko ndani yako. Unataka ulingoje tatizo, maana ni nzito kubwa sana. Getsemani pako pata kusaidia. Kiwa Getsemani pako kuweza kukaa Getsemani pako, utashinda misalaba yote, utashinda milima yote, utang'oa matatizo ya dunia yote, utashinda. Mahali pa kuangamia utapona, mahali pa kudhulumiwa utakuwa salama. Pale utatembea katika mapenzi ya Bwana, utatembea katika mapenzi ya Bwana. Kiwa Getsemani utatoka kwa njia ya mapenzi ya Bwana, utakaa ndani ya mapenzi ya Bwana. Hata nje misumari, hata nje mijeledi, hata nje aibu, utakaa ndani ya msalaba, utakaa ndani ya Bwana. Huwezi kutoka kwa Bwana. Hata wakudharau, hata wakucheke, hata kutembea mate, utatoka ndani ya Bwana. Unakaa umo, shida zote unakaa umo, ukijua unalolifanya, ukijua unatengeneza kitu cha maana sana kuliko vyote, kuliko aibu, kuliko shida. Unapong'ang'ana katika maovu na kuteseka yote, unajua unatengeneza kitu kikubwa sana. Wewe unayepitia mateso na shida, naomba Roho wa Bwana ukue ndani yako, akupeleke Getsemani, akushirikishe kuomba mpaka mapepo yote yaondoke, misalaba yote iondoke, na giza zote ziondoke, na kusumbua yote iondoke, maadui wote wenye kushindwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wayahudi wote na Mafarisayo wote wenye kushitaki, kila chochote kikamatwe pale Getsemani. Getsemani ni mtu mwombaji, amedhamiria kwa ajili ya kwamba mpaka jambo liondoke, mpaka jambo linang'oka. Huyo ndio mtu ambaye ameenda Getsemani. Getsemani sio pa mchezo, ni mahali pa kuvaa silaha za kumshinda shetani, kuvaa neno la Bwana, kuvaa nguvu za Bwana, kuvaa imani, kuvaa upako, kuvaa nguvu za Bwana. Kiwa Getsemani, nasema ya kwamba lazima ushinde, lazima ushinde na shetani, lazima ushinde katika jina la Yesu. Getsemani yako ikakuokoe, Getsemani yako ikakusaidia. Yako mbele yako mambo ya kutisha, lakini vile unakwenda Getsemani, kuna ukombozi unakuja, kuna msaada unakuja, kuna kitu kinakuja, kuna kitu kinakuja. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Yesu anaruhusu jaribu hilo, wewe ndio kapambane nalo, na Bwana aweze kusaidia, Bwana aweze kukuinua, Bwana aweze kusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ori kasakarabas, ori musatarabas, linoro babababababas. Roho Mtakatifu ndani ya Yesu alianza kuugua, alipoona mambo yaliyo mbele, alipoona hatari iliyo mbele, ndio maana akapewa mzigo. Wewe ambaye matatizo yako mbele yako ya kutisha, yatakuaibisha, yatakuangamiza, yatakupoteza, nakwambia kwa Bwana, Bwana kupe Roho Mtakatifu wa kujua. Bwana weke mzigo wa kuomba mpaka uweze kuling'oa hilo, uende Getsemani, waombe mahali pale, uliitie jina la Bwana mpaka jaribu liondoke. Leo tutakwenda Getsemani kwa kila mmoja, umwambie Mungu, nisaidie kwa yaliyo mbele yangu, kabla ya kupata, kabla ya kufikia. Kama kuna roho zimekamata baraka zako kabla hazijakamata, zikapate kuachilia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, zikapate kutema katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ukapate kulishinda jaribu kabla ya kufikia. Oh, kasaka.
Lomba baba bashi. Wacha uingie kwenye tatizo kama roho wa Bwana. Kuna wakati tutazamua 27 pale Yesu akashtakiwa mashtaka 15. Akaingia kwenye matatizo, kwenye majaribu. Akaanza kukubali kwenda msalabani. Inawezekana kuna tatizo mengine itatulazimu tuende tu huko. Lakini shukuriwe jina la Bwana. Mungu sio kwamba amemwacha. Wakati mwingine tukafikiri Mungu amekuacha, hajakuacha mpendwa. Yesu akalia Eloi Eloi sabakthani. Akizani Mungu amemwacha, kumbe Mungu hajakuacha. Kuna watu nafikiri Mungu amekuacha, hajakuacha. Mungu yuko pamoja na wewe. Utakwenda kumuona kule Uyahudi, huko Yerusalemu, hapo napigwa mijeledi. Wakati alikuwa anapigwa mijeledi Yerusalemu, alikuwa anapigwa na misumari Yerusalemu. Lakini baadaye akawaambia mtanikuta Uyahudi. Uyahudi iko mbele yako. Yesu angejua singemsulubisha Yesu. Shetani angejua singemsulubisha Yesu. Maana hicho kitu ambacho anakufanyia shetani kinakwenda kuweza kukuinua. Inawezekana wanataka kutupa kwenye tanuri la moto. Kama ni mpango wa Mungu, tutaingia huko kwenye tanuri la moto, na kule Yahudi Yesu atatutoa kwenye tanuri la moto. Haleluya. 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 Inawezekana takutupa kwenye tundu la simba. Haina jinsi ya kukwepeki, inatisha, na Mungu amependa ende. Tutaenda kwa sababu tunajua tulishajiandaa kwa maombi. Kama kujiandaa kwa maombi utaliwa na simba. Kama kujiandaa kwa maombi moto wa tanuru kuteketeza. Lakini kama unajiandaa na Bwana hautaungua na moto. Bwana atakutetea na kupigania. Kama ni mapenzi ya Bwana kwamba tuweze kuingia tena kule kwenye tundu la simba, tutaingia, lakini simba watakuwa rafiki zako. Haleluya, haleluya. Kwenye tundu la simba utaingia, lakini Bwana atakuwa pamoja naye. Wale simba watakuwa rafiki zako wa kuongea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati wanakamata wakati mwingine kupeleka gerezani. Mungu anaweza akakuachia upite kwenye jaribu hilo. Akuacha uende msalabani. Sio kwamba leo umeshindwa. Kudharauliwa sio kwamba umeshindwa. Hauna kitu sio kwamba leo umeshindwa. Unachekwa sio kwamba umeshindwa. Unauma sio kwamba umeshindwa. Inakuja Uyahudi yako itakuja tu. Kesho yako itakuja tu. Unapanda mlima, iko siku utateremka tu. Utateremka tu. Giza liingia siku zote, lazima mchana utakuja tu. Sema amen, pigie Bwana makofi. Lisabarabasa. Inawezekana unapitia giza, lakini nasema mchana wako utakuja. Huo msalaba wako na magumu wako uko kutengeneza mazuri yako ya kesho. Kesho yako inatengenezwa pale Getsemani, inatengenezwa na mapito yako na njia hizi. Usiogope, kubali kukaa katika huo, ili Yesu akutengenezee kesho yako iliyo bora kuliko ya leo. Sema amen. Sema amen. Haleluya, haleluya. Paulo na Sila wakaingia gerezani. Alipoingia kule gerezani, wakaanza kumwinua Bwana. Wakati mwingine tutaingia kwenye majaribu, sio kwamba tumeshindwa, bali kuingia kwako kwenye majaribu ndio maana ya kwamba umeshinda. Katika majaribu hayo maana yake ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati unapoonekana kama ndio mwenye dhambi, kumbe ndio mtakatifu. Ulipokuona mtakatifu, kumbe ndio mwenye dhambi. Ulipoonekana uko vizuri, kumbe uko vibaya. Ulipoonekana uko vibaya, kumbe ndio uko vizuri. Kwa sababu wakati ule uko katika mazingira haya ndio unajikarabati na Bwana. Paulo na Sila gerezani, Yesu mwenyewe alikamata mafundisho, ikashuka tetemeko. Paulo na Sila wengine kule kwenye gereza kule, likashuka tetemeko.
Haleluya. Jana wanaosikia kwamba Bwana cheka kanako iliyofufua Yesu pale kwenye kaburi katika jina la Yesu Kristo la hai. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba simama juu. Simama juu pale kwa muda wako uliweka umesha. Ora kasaka. Lakini nataka jambo moja. Twende Getsemani kwa ajili ya yaliyo mbele yetu. Binti hujaolewa sasa. Mbele yako kuna Yerusalemu itakayokusuluhisha. Unahitaji kupange kwa ajili ya hiyo. Ili ije Uyahudi. Ili utoke pale Getsemani. Uende sehemu nyingine. Tatu kumlilia Mungu juu ya mambo yaliyo mbele yako. Lakini kama kuna mahali umemwacha Yesu, umemuuza, umempelekeza Yesu, na ukata kwamba Yesu neno hili limekuja kuniponya na kuniokoa, alikuja kuniuza bali kunizalilisha, kuja kuniponya, kuja kunisaidia, na utapona na utakuwa salama. Rika basama rika. Nataka tukamwombe Mungu kwa ajili ya majaribu yaliyo mbele yetu ambayo yanaweza kuwa hatari kwetu, yanaweza kuwa na madhara kwetu. Risata rabokoshi. Sante Yesu. Basi mbali wewe mkaribu kwetu. Funika macho yako na usikie wewe na Mungu wako.
Nisamehe Yesu kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Inisafishe. Asante Yesu. Nenda mbele Bwana, omba utakaso pale. Omba msamaha mwaka huu kwa maisha yako na Yesu. Yesu wako amekutoa mbali. Yesu wako amekununua. Lakini umefanya mapungufu. Omba msamaha. Shekaraba saparabosh. Rindo raba babasi. Baba, nimekukana mara nyingi. Baba, nimekukosea mara nyingi. Risi kama baba rabosh. Rindo bo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 uu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 
matendo yangu, nimekukana kwa maisha yangu, nimekukana kwa njia zangu. Nisamehe Yesu, nisamehe Bwana, nisamehe Yesu, nisamehe Yesu. Risakababa. Rinda-na-bo-do-do-do-do-sa-para-na-sa-pa. Ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-do-do-do-do-do-do-do-si. Riko-do-so-ko-ro-ba-shakata. Shanda-ra-ba-ka-bo-ko-ro-ba-sa-pa-ra-bush. Ula-ba-sa-pa-ra-ba-sa-pa-ra-bush. Rinda-ra-ba-ka-ba-ka-ta-ra-bush. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nisamehe mimi Yesu, nisamehe mimi Yesu, nisamehe mimi Yesu, nisamehe mimi Yesu, nimekosea Yesu, nisamehe Yesu, samehe Mungu uzima, samehe Bwana Yesu, samehe Mungu uzima, samehe Bwana Yesu. Rika sapa roho, shata na makashi, katika jina la Yesu, na iketi pale kwa juu, nisamehe Baba, natekeleza na wewe, niweke vizuri Baba, fanya upya Baba, mkono wako Baba, uweza wako Baba, nguvu zako Baba, Yesu naomba Baba, Bwana majeshi, nisamehe Mungu, nimekukana kwa njia zangu, kwa maneno yangu, kwa matendo yangu, kwa mili yetu, kwa mawazo yetu, kwa uvivu wetu, tusamehe Yesu, tusamehe Bwana, samehe Mungu mzima, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, umetuonya kwamba tutakukana, ulitabiria wanafunzi kwamba tutakukana, ikatokea mapepo kweli ikakukana. Yesu umetenda tu. Raba sapa raba sapa. Yano robo 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 sapa. Raba kama kata raba shi. Rinde rebeka sapa raba shi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simama juu pale ulipo. Kuna neema ya pekee kwako kwenye ibada ya siku ya leo. Pekee kwenye jaribu ambalo lingekuangusha. Pekee kwenye jaribu ambalo lingemkana Mungu. Tutamuomba Mungu atupe nguvu, atuwezeshe. Tutapoingia tatizo lile mbele yetu, Yesu alete nguvu ya mzigo wa kuomba bila kukoma, bila kuchoka, kabla ya tatizo na hatari iliyo mbele yako haijakufikia. Naomba uondoze usinielewe, na pengine ujui kinachoendelea. Yesu alipokuwa pale, alipojua vikao vinafanyika kwa ajili yake, Mafarisayo na Masadukayo na kula njama wamkamate, wasema tusimkamate, siyo siku ya Pasaka, italeta vurugu. Wakati kule wanapanga njama na kufanya, huku Yesu alikuwa anaonyeshwa na Roho Mtakatifu na mkanda mzima. Mungu katika maisha yako na kuombea, wakati anakufanyia vikao vyovyote vya kuharibifu, vya kuua, kufanya vibaya, naomba Roho wa Bwana awe anakujulisha haya yote. Chochote kitapangwa kibaya kwenye maisha yako, Bwana akufunulie na akupe nguvu ya kujishinda, na utashinda. Maisha yaliyo mbele yako binti, sukuma kulia na binti, maisha yaliyo mbele yako yameangalia kukuangamiza, kupoteza mwelekeo na nafasi ya kurejea Mungu na kuyaponya kabla hujafika huko. Pendo mwenzangu uliokoka muda mrefu, shetani anakula njama kuangamiza. Maombi ya leo yatakupa nguvu kutimiza mapenzi ya Bwana, kuvunja misara, uharibifu wote, kama itakuruhusu, yasiyokuruhusu usiende nalo msalabani, yanayokuruhusu kwenda msalabani uende na ukashinde kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako mbele za Bwana, sema: ee Bwana Yesu, nasogea mbele zako, naomba msaada wako
kunisaidia kushinda yale ninapitia sasa, yale ninayoishi sasa. Ni majaribu ya kutisha. Nipe nguvu za kuomba kutoka katika hayo. Bwana Yesu, kuna mambo ya kutisha, kuna msalaba wa kutisha ulio mbele yangu, na kuomba Bwana unipe nguvu za kushinda. Roho Mtakatifu aweke maombi ndani yangu ya kung'oa jaribu hilo lilo mbele yangu, ambalo ni kubwa, ambalo linatisha, ambalo siwezi. Nipe nguvu za kuliweza na kulishinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Risa, nenda mbele Bwana, omba sasa, nenda Getsemani, mwambie Bwana, majaribu yaliyo mbele yangu ya kutisha, hata yaliyo mbele yangu, mishale yoyote, uchawi wote, hila yoyote, maagano yoyote, mapepo yoyote, hila zozote, roho zozote, uliojipanga mbele ya maisha yako, futa sasa. Niokoe na msalaba, niokoe Bwana Yesu. Nipe kustahimili majaribu yoyote katika maisha yako. Nipe nguvu Baba, shinda jaribu. Ringe sata raba sapa rabash rabela bebe baba. Pigana msaa yako sasa, msaa yako sasa. Mwambie Bwana kupe maombi, Bwana kupe maombi kwa jina la Yesu. Kupe maombi ya kupambana mambo yaliyo mbele yako kwa jina la Yesu. Vita ndio mbele, vita ndio mbele, vita ndio mbele. Dui na ibilisi, jeshi la shetani, roho ya kuzimu, pepo na jeshi, roho ya kuzimu, roho ya ibilisi, jeshi la kupambana, kuwa giza hili, roho ya uharibifu kwa jina la Yesu. Kwa na hizo roho, kwa na hizo roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba maombi, maombi yatokayo juu, Yesu akaja kwa damu, maombi ya kuomba mpaka damu. Rita raba baba 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 Chia Roho Mtakatifu ya Bwana, uweza Bwana, uweza Bwana, kono wa Bwana, uweza Bwana, uweza Bwana, uweza Bwana, uweza Bwana, uweza Bwana, kono wa Bwana, uweza Bwana, uweza Bwana, kono wa Bwana, asata rabash, rababa baba baba robosh, rike boko robo sapa rabash, rinde rebe rebe baba 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 bash, rika baba 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 rabash, yata baba 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 bash, rinde rebe baba baba bash, rika baba 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 bash, rika baba baba sapa rabash, rike bebe baba sapa rabash, rike rebe baba sapa rabash. Omba uwezi wewe, omba msaada wa Bwana. Yesu Kristo msabia unataka kushinda. Aliomba msaada sio wa dunia hii. Msaada utoke kwenye dunia nyingine. Msaada utoke katika ulimwengu wa roho. Msaada sio kutoka katika dunia hii. Sio majeshi ya dunia hii. Sio msaada wa dunia hii. Msaada kutoka ulimwengu wa roho. Msaada kutoka kwenye kiti cha Yesu. Msaada kwenye jeshi la malaika. Msaada kutoka kwa Bwana Yesu. Msaada kwenye kiti cha Yesu. Msaada kutoka kwa malaika. Msaada kutoka kwa malaika. Msaada kutoka kwa Bwana Yesu. Msaada kutoka kwa malaika wa Bwana. Msaada kutoka kwa malaika wa Bwana. Msaada kutoka kwa malaika wa Bwana. Riba baba 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 rabash. Raba sapa baba sapa rabash. Rike baba baba rabash. Rika baba. Pokea msaada wa jeshi la Bwana. Pokea msaada wa jeshi la Bwana. Jeshi kutoka ulimwengu wa roho. Mungu kutoka ulimwengu wa roho. Jeshi kutoka ulimwengu wa roho. Mungu kutoka ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu. Shetera. Omba. Pokea msaada, pokea msaada, pokea msaada. Shetera baba baba. Inde Rito jaribu iliyokuwa likuangamiza lisikuangamize sasa. Hatari ilikuwa ikuvamia isikupate sasa. Shida ilikuwa ikukamata isikukamate sasa. Pepo ilikuwa kukamata isikukamate sasa. Giza ilikuwa ikufukuze isikupate sasa. Aibu ilikuwa ikupate isikupate sasa. Magonjwa ilikuwa kukamata isikukamate sasa. Yani ilikuwa ikushinda isikupate sasa. Wewe ilikuwa isivuruge sasa. Kazi ambayo inafanyika isifanyike sasa. Shetana bakarabash. Ribo saparaba kamokotabra. Shataraba kamokotabash. Rembaraba saparabash. Rambaraba kamokotabra. Shetereba saparabash. Rindaraba kamokotabash.
Ramba raba mama raba kashi. Risete leweke zabana. Shanda raba kama kata. Ribo soto raba kasi. Ribo raba kama koshi. Raba kama korabashi. Ribo soto raba kashi. Katika jina la Yesu, katika Yesu. Kwa jina la Yesu, katika Yesu. Katika Yesu, katika Yesu. Kuna giza kitakayeyuka mbele yako. Kata kuona mbele. Ulikuwa unaona giza mbele, unaona nuru. Shika raba baba 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 baba. Na Jumapili utaona kuona milango imefunguka. Jumapili utaona kuna vitu vinafufuka. Kuna vitu vilipotoka vinarudi. Tusakelele. Tuko Ijumaa, ngetusema ni kwenye mstari. Tuko kwenye mstari siku ya Ijumaa, Yesu yuko kwenye mstari. Tuko mahali alipoomba aliharibu vitu vyote. Haribu vitu vyote vya hatari leo. Leo kama leo Yesu anaenda msalabani. Leo kama msalabani. Vitu vinatokea. Anaenda msalabani. Lakini nguvu Bwana amemtia nguvu. Shekara baba. Leo ni siku ya kushinda. Leo ni siku ya kupambana kabla ya vita. Mwana kondoo alibeba dhambi zako, alibeba mateso yako, alibeba shida zako. Yesu anabeba. Shanda raba sapa kamash. Ringerebeka sapa. Pokea nguvu za Bwana. Pokea nguvu ya Bwana. Pokea nguvu za Bwana. Pokea nguvu ya Bwana. Risete raba sapara. Shata raba kotorobosh. Reba raba baba rabosh. Katika jina la Yesu, katika Yesu. Moto wa Yesu, kama Yesu. Risete raba baba nashi. Raba kata raba sapara. Ringerebe baba dibosh. Raba kama kota rabosh. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Risete raba raba kata rabasi. Kwa jina la Yesu, katika Yesu. Kwa jina la Yesu, katika Yesu. Hebu endelea pigana. Sema na jambo la hatari lolote kwenye maisha yako ambalo lingekuletea shida, lipomoe, ulivunje, ulitawanye kwenye mstari. Kwa jina la Yesu. Wewe unazuia uchumi wako, unazuia mafanikio yako. Katika jina la Yesu, katika Yesu. Katika jina la Yesu. Riseta rababaita. Katika jina la Yesu, katika Yesu. Katika jina la Yesu. Nikanyosha mkono wako. Pokea nguvu. Nguvu ya kusaidia. Pokea nguvu ya kustahimili. Pokea nguvu ya kushinda. Pokea nguvu ya kustambarisha. Pepo leo kufunga. Pepo leo kukamata. Pepo leo kuchika. Pokea msaada sasa. Pokea msaada sasa. Pokea maombi sasa. Maombi yaliyopotea. Rejesha maombi ya nguvu ya Bwana inakuja kusaidia. Malaika wakusaidia. 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 Wewe kusaidia. Wewe kusaidia. Kwa jina la Yesu. Jeshi la pepo. Pepo mbaya. Pepo mbaya. Wa mashambulizi. Rabakata rabasa. Rab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 ash. Rindo roboboborabash. Rababababababash. Ribarabashaba. Yosha ribo robobobobobobobo. Mbele yako kuna vita. Piga adui. Vuta adui mbele yako. Wewe wanimefu mbele ya maisha yako. Shetani achia. 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 Achia maisha yako. Achia maisha yako. Achia maisha yako. Achia maisha yako. Ndio kufunga na mpumbaza. Na mfunga na mpumbaza. Na walikuwa na moto. Ilikuwa 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 na moto. Chia kwa Yesu. Chia kwa Yesu. Riba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 rabosh. Lababababababarabosh. Rindelebakabakatarabash. Rimbarababash. Ushabikarabusha kono. Rimborobosabarabbash. Rindoroba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 b
choma moto, toka kwa Yesu, toka adui, toka ibilisi, toka shetani, toka maisha yako, mbele ya maisha yako, mbele ya miaka yako. Achilia, 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 moto, 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 yes, moto, yes, piga, 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 choma moto, choma moto, choma moto, choma moto, choma moto, moto,
Chia maisha yako, chia maisha yako, chia maisha, chia maisha. Chia chochote mlichoshikilia, chia chochote mlichoshikilia, chia chochote mlichoshikilia, chia mlichoshikilia, chia mlichoshikilia, chia mlichokamata, mlichokamata. Uwe moto wa Yesu, 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 uwe moto. Pokea. Achia, achia, achia. Nafungua kwa jina la Yesu. Nafungua kwa jina la Yesu. Tetemeko la msalaba. Tetemeko la kaburi. Tetemeko la kaburi. Tetemeko litetemeshe. Litetemeshe. Tetemesho. Tetemeko la Yesu. Tetemeko la Yesu. Litetemeshe. Mapepo yote. Ufalme wote. Wa giza. Kwa Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Namfungua sasa. Kwa jina la Yesu. Namfungua sasa. Kwa jina la Yesu. Namfungua sasa. Kwa jina la Yesu. Namweka huru. Namweka huru kwenye minyororo yote. Kwa jina la Yesu. Rika baba mamashi. Damu ya Yesu imhudumie. Roho Mtakatifu umhudumie. Toka amefunguliwa katika jina la Yesu. 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 Simama juu pale ulipo. Rika sana. Funika macho yako. Funika macho yako. Ndani ya moyo wako. Sisi ni wanadamu, mbele yetu kuna hatari nyingi. Wengine hujajua atakupata. Ndio kupata mwaka huu ndio kama nimekupata. Tunatangaza leo mbele yako sasa. Nguvu ya maombi tukayopewa na Yesu ikatangulia kukutana na lile tatizo kabla ya kufikia wewe. Takapokufikia wewe, badala ya kuwa upanga nikaweleza kukufuta jasho. Kwa maskini kabadilisha ukawe utajiri. Na kwa mauti ukafufuliwa ukawe hai. Tatizo yote mbele ya kanisa, hatari na madhara yote kwa kanisa, nguvu ya Bwana iende kulivunja. Tatizo lote lilo mbele ya kanisa la uharibifu kabla hajalifikia kanisa. Kabla haijafanyika, kabla haijatendeka, huko katika ulimwengu wa roho, lipasuliwe, livunjwe, lipeperushwe mbali kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Shimo lililochimbwa lifukiwe mbele yako. Jeneza lililotengenezwa lipasuke kwa jina la Yesu. Hasara iliyoandaliwa yeyoka uwe faida kwa jina. Magonjwa yaliyotengenezwa, magonjwa yaliyopikwa, magonjwa yaliyotamkwa, mishale iliyotengenezwa iondolewe kwa jina la Yesu. Ibadilishwe kwa afya na uzima. Kilio kimekupata kiwe kicheko. Badilisha kawe machezo. Badala ya msiba kawe machezo. Nguvu katika maisha yanayotenda kazi itangulie mbele yako. Msalaba utangulie kwa jina la Yesu. Na kuombea kwa Bwana, nafisha dhambi zote mbele yako. Nafisha tamaa zote. Nafisha umaskini wote. Nazika magonjwa yote. Nazika umaskini wote. Nafisha aibu zote. Nafisha dharau zote. Nafisha ajali zote. Nafisha mauti yote. Nafisha upotevu wote. Upotevu wote. Kuibiwa chochote. Na misulubishi
visikupate katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Bwana kubebe, Bwana kushike. Unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, unapopita katika maji mengi, Bwana kushike katika jina. Asante Mungu uzima, tunakushukuru kwa neno lako wakati huu, kwa kuwa mwema na mwaminifu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Asante kwa sababu Mungu ni mwema, mtulini, mtuponya. Tuko mbele zako kwa ajili ya Pasaka hii. Mungu, tunyenyekea chini ya mbele yako, mkono wako ni hodari, kuna uwezo, mamlaka na ushindi. Baba, tunaendelea Mungu tafakari, tukiendelea kusherehekea Pasaka kwa kuwa ulishinda Mungu. Tunashangilia katika Roho Mtakatifu, tunasogea mbele zako Mungu. Mungu, tuongoza mambo ya kufanya na kutenda. Mungu, katika sherehe ya Pasaka hii, Mungu tunakuinua wewe, tunakutukuza wewe, tunakuinua wewe katika kula na kunywa, katika kiroho na kimwili. Pia Mungu kusherehekea wewe, tukaone mkono wako Baba. Kati Mungu Baba, tukijiandaa mambo mengine, kiwa mazoezi mbalimbali Mungu ya sifa na kwaya, kwa kutia Mungu watoto wako. Kwa Mungu Bwana, mwenye shukrani mbali pumzika. Mungu, na kesho tena kwa ibada mkesha hapa, kama ni nasi na Jumapili kwa nasi. Kabariki kwaya zote kwa ule mkono wako. Mungu uzima na Mungu katika juu. Baba, napoondoka hapa, tuma malaika wako waende katika kila njia tutakayopita. Tuma malaika wako Baba, Baba katika nyumba zetu kufanya kituo. Pote kwa nasi. Tuokoe na majaribu yaliyo mbele yetu na hila. Zio angalio na shetani tuzitekua na kuziharibu. Tukapita na kwa salama. Teko na kule. Baba, katika Yesu nami katika Yesu nasema, pokea sifa. Pokea utukufu na mamlaka katika jina la Yesu. Amen.